Zaburi ya 100 niguse hapo. Alafu nikupe kile ambacho Mungu amenipa. Dakika moja tu tunaingia kwenye maombi. Mimi leo nakusalimia. Mwambie jirani yako anakusalimia. Mwambie tena anakusalimia. Wangapi wamefurahi kuniona jamani tafadhali? Asante. Zaburi ya 100. Anzia mstari wa 2. Zaburi ya 100 mstari wa 2. Nitasoma kwa uweza wa Bwana. Mtumikieni Bwana kwa furaha. Kwa furaha, sema kwa furaha. Mimi nikikwambia ninayo furaha kusimama madhabahuni ni kwa sababu ni kazi niliyoipenda. Sema amina. Kwanza mimi ninapenda kuona mtu amepona. Mimi ninapenda kuona mtu ameshinda. Mimi ninapenda kuona mtu amefanikiwa. Mimi ninapenda kuona mtu anasema Bwana yuko upande wangu, nimeona baraka zake. Na ndio maana niko tayari kutumika usiku na mchana. Sema amina. Na hiki nilichokibeba tena, nilichoongezewa, nilichopewa, nimekileta. Na hiki kitu sitakiweka kwa mnyama. Kimekuja na kitatua ndani yako wewe mtumishi uliosubiria haki. Yes. Sasa iwe hivyo. Haleluya. Mtumikieni Mungu kwa nini? Kwa furaha. Sauti tena, mtumikie Mungu kwa nini? Kwa furaha. Njoni mbele zake kwa kuimba. Njoni mbele zake kwa kuimba. Twende. Jueni kwamba Bwana ndiye Mungu. Jua kwamba Bwana ndiye Sauti, Bwana ndiye. Hiyo point ndio naitaka. Ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake. Yeye ndio aliyokuumba wewe na wewe ndio mtu wake. Amen. Jua hilo kwanza, ya kwamba Bwana ndiye Mungu na yeye ndio aliyokuumba wewe. Na mimi najua nazungumza na mtu wa Mungu aliyoketi mahali hapa. Sema amina. Ambaye ameacha kila jambo kuja ibadani na hekaluni. Yes. Ili kuja kuzungumza na aliyokuumba. Na huyu aliyokuumba wewe ndio nakueleza habari zake. Ya kwamba kuna jambo amenipa nije nikukabidhi. Je, uko tayari kukabidhiwa? Bado sijaona. Uko tayari kukabidhiwa? Njoo pale binti hapa, njoo wewe. Jesus. Njoo. Naona faili moja lakini limezikwa chini ya ardhi. Alafu lipokaa hapo naona kimbunga kinakuja kinapepelusha ule udongo. Njoo hapa. Alafu lile faili linabaki juu. Lakini nilipokwenda pepelushwa naona watu wawili wanasema ya kwamba ni nani ametuharibia kazi yetu. Kwa hiyo hilo faili lililozikwa hapo ni ndoto wewe kupata kazi. Sasa njoo hapa. Unahitaji kazi? Ndio. Una muda gani unahitaji kazi? Miaka 3. Haya, sasa nimekuja na mzigo. Sasa na mimi na utua hapa, atoke hapa akakabidhiwe. Mino. Sasa sikiliza. Jesus. Sikiliza. Ndicho ninachokueleza. Yes. Sema amina. Amina. Yaani safari ya Mungu kuniambia hapa, anajua tena leo ningetakutana na watu 2 watatu. Ndio. Anajua ni kina nani. Ndio. Na anajua kuniona na mimi nikawaona kuna jambo linatokea. Yes. Ile unaponyoosha mikono maana yake unamshangilia aliyo juu, si ndio? Ndio. Kwani hapa nazungumzia habari ya siasa hapa? Hapa nazungumzia habari ya mtu amevaaje hapa? Hapa nazungumzia habari ya mtu anakula nini hapa? Hapa nazungumzia habari ya uhalisia maisha yako. Yes. Na mtangaza yeye aliyojua aliyokuumba na ujua kesho yako wewe. Yes. Huyo ndio naeleza habari zake ya kwamba amenipa mzigo kwa ajili yako. Na ndio maana nauliza wangapi wako tayari kupokea? Haleluya. Hiyo ndio kazi. Yes. Sema amina. Binti, sikiliza, natoa siku 7. Siku ngapi? 7. Kwa sauti ya nani? Ya Mungu. Aliyokaa miaka kaza wa kaza. Ndio. Naona kabisa kamesoma vizuri.
Degree, diploma? A degree. Jesus. Angalau na mambo ya ajira yanakuwa ngumu. Papa ni kupambana. Wasomi wengi wako huko wanapambana, hawajapata ajira, wanapambana. Wanapambana. Walikuwepo watu wengi wanaotafuta haki yao, lakini akapatikana mtu mmoja, Sauli. Sema amina. Amen. Kwa sauti ya Mungu alipata haki yake. Ndio. Sema amina. Amen. Hata kama kuna wasomi wengi ndani ya nchi ya Tanzania, Ndio, lakini kwa sauti ya Mungu, yes, ukaipate haki yako. Mina. Mtu mmoja aseme na iwe hivyo. Ngoja nimrudishe yule binti anaohitaji mtoto tena. Tuongeze, njoo tuongeze. Njoo kimbia binti. Maana mimi nimeshajua ndilo nalomleta huyu. Ndilo nalomleta huyu. Na wewe kama unataka kuongeza, pokea. Amina. Unapokea, si ndio? Amen. Sio mtoto tu, hata biashara. Ndio. Sasa unapokea nini? Jesus. Sio mtoto tu, hata kiwango cha imani. Amen. Sio mtoto tu, hata kiwango cha kuamini. Amina. Haleluya. Amina. Unajua kama vile ambavyo mtaji unavyozidiana, ndio, na ndivyo kiwango cha imani katika maisha ya wanadamu kinatofautiana. Yes. Kama vile fedha inavyotofautiana, na ndivyo kiwango cha imani kinavyotofautiana. Kabisa. Yawezekana hata wewe kuamini kwako ilikuwa ni kwa kusita, yes, lakini napoweza kulitoa neno la kiwango cha imani, ndio maana kueleza ili ufanikiwe, kiwango chako cha imani kiongezeke. Yes. Prophesy. Haleluya. Hata kama ulikuwa una uhakika na matarajio na maisha yako, ndio, sema amina. Unafika mara unaona kama kuna mtu anakuwazawazisha, ndio, lakini unaona kama mambo yanataka kushindikana. Katikati ya hekalu sauti hii penye masikioni mwako, amina, kiwango cha imani yako, yes, kikamwona yule aliyokuwa na kunyanyasa, ya kwamba ni mdogo kama pepo. Amina. Kiwango cha imani yako, ndio, kikamwone yule aliyokuwa analeta makwazo ni mdogo kama Pirito. Amina. Ni mdogo kama Pirito. Amen. Kiwango cha imani yako, yes, kikamwone yule ambaye alikuwa anataka kuleta manyanyaso, ndio, kwenye imani yako, ndio, kwa watoto wako, ndio, kwenye kazi yako, ndio, ya kwamba ni mdogo kama Pirito. Yes. Mtu mmoja mwenye imani sasa iliyokuwa anyanyuke na aseme na iwe hivyo Lord. Na iwe hivyo. Haleluya. Amen. Kiwango cha imani yako na kikuza. Amen. Bwana sope sifa. Maana ya mambo tunatembea katika imani. Napokea. Na katika imani watu tukafika popote pale. Amina. Ndio maana kwa imani unamwamini usiomuona kwa macho ya damu na nyama, ila unajua Mungu yupo. Ulishamuona wewe? Ndio. Lakini kwa imani unajua yupo. Ni kweli au sio kweli? Kweli. Kwa imani tunatoa hapa jasho. Yes. Tunakueleza habari zake ya kwamba yupo. Ndio. Kwa imani bado tuna uhakika ya kwamba hata mganga wa kienyeji, yes, hata kama amekutamkia maneno kaza wa kaza, kwa imani atageuzwa, yes, yatamrudia yeye aliko kijijini. Amina. Jesus. Sema kwa imani. Kwa imani. Umeambiwa Mungu ndio aliyokuumba wewe. Ndio. Mungu ndio aliyokuumba mimi. Au umeumbwa na nani? Na Mungu. Unaamini Biblia? Yes. Rudia hiyo pointi mtoto wangu, rudia hiyo pointi. Mtumikieni Bwana Mungu kwa furaha. Njooni mbele zake kwa kuimba. Jueni kwamba Bwana, jua kwamba Bwana ndiye Mungu. Ndiye Mungu. Ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake. Yeye ndio ametuumba na sisi tu watu wake. Tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Sikiliza, tu watu wake na makondoo ya malisho yake. Yeye ndio mwenye malisho. Ndio. Hakuna mwanadamu asikunyanyase. Ndio. Sema amina. Amina. Sema amina. Amina. Sema amina. Amina. Kuna vitu ambavyo mimi nimekutana navyo kanda ya Ziwa awamu hii, ambavyo vingine vya kutisha. Nakutana watu, wewe unacheza. Unacheza. Tumeshagawahi kuonana mimi na wewe? Umekuja na nani hapa? Mwenyewe. Unaishi wapi? Unga Limited. Sasa binti, Mungu
amekupa kazi. Amina. Amina. Sasa ukipata kazi, cha kwanza unafanya nini? Natoa malimbuko. Unajua neno malimbuko? Ni mshahara wa kwanza. Mtolea Mwenyezi Mungu. Mshahara wa kwanza ndio malimbuko. Kwa hiyo ile napokea tu mshahara wa kwanza, unafanya nini? Namtolea Mungu. Unamtolea Mungu. Ndio malimbuko. Sikutegemea kama ungenijibu hivi, kumbe ndio maana Mungu akupe kazi umtumikie. Amina. Sawa Sawa. Sawa. Na utapoingia kazini, jali wengine. Sawa. Hilo ndio nakuagiza. Uwe na moyo wa huruma kwa wengine. Kama hivi sasa hivi unavyowaza kwenda kuwasaidia wazazi. Ninavyoona. Sawa. Mama. Maana nani ndugu zako? Wewe ni mtoto wangapi? Wa kwanza. Uwasaidie wadogo zako. Sawa. Sawa. Uwasaidie wadogo zako. Sawa. Mama yuko duniani kweli? Hayupo? Hapana. Kwa hali niliyoiona mama yako hayupo. Ndio maana nimesema wewe usimame kuwasaidia wadogo zako. Uwe na moyo wa huruma. Sawa? Na utapokuwa na moyo wa huruma, hata watakuwa wanakukuta wewe ni ofisa pale umekalia kile kiti. Mama naona, sawa? Wapokee kwa heshima, wapokee kwa adabu, sawa? Maana sisi wazee sasa hivi tunakutana na vijana wengi wako maofisini, hata adabu zao zinakuwa zinapungua kwa sababu amekalia vile viti na nini. Kwa hiyo heshima inapungua. Ila wewe usiwe kama wale. Maana unakwenda kwa sauti ya Mungu, inatakiwa mnyenyekevu na kuwasikiliza watu na kuwatii watu, na utafika mbali, unakwenda mkuu mrefu kama mnara wa Amen. Sawa? Sawa binti yangu? Sawa. Hivyo tu. Mimi sina mengi. Mimi nimekusalimia, natamani tu nikusimamishe tumwabudu Mungu. Alafu nianze kazi Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi mpaka Jumapili nitakuwa hapa. Sema amina. Nitakuwa wapi? Hapa. Kwa haya na mengine mengi, usisahau kusubscribe, kulike na kushare kwenye mitandao yetu ya kijamii, na Mungu akubariki.